Wir sind Gott von Herzen dankbar für sein Wort, das wir in so reichem Maße. Tunashukuru Mungu kwa moyo wote kwa ajili ya neno lake ambalo tunalosikia katika kipimo kubwa na pia kwa namna iliyopangwa vizuri, inayohusu mafundisho, inayohusu sehemu ya unabii ya mpango wa wokovu, inayohusu siri za Mungu, siri ambazo zinazostahili katika wakati huu, au mafundisho ya msingi au mafundisho za kimsingi kwa ajili ya kanisa. Mungu atufanyia neema nyingi sana. Hatuna shurti mbele ya dhehebu au kwa ajili ya sisi wenyewe, lakini tuna shurti moja, ni kwa ajili ya Bwana. Ni kwamba tuweze kumupatia haki katika mambo yote, ili aweze kuonekana kama vile wa kweli. Juma mchana kati huu utaweza kukabata muda kwa ajili ya maombi. Tunapaswa kufika kuweza kuumba umoja wa kweli katika maombi, ili Roho wa Mungu aweze kuleta uzima ndani ya mioyo na aweze kushifunua kulingana na neno. Tunaweza kusema ya kwamba tulilipokea kwa wingi, lakini kulingana na kitendo cha Roho, hapo tunaweza kusema ya kwamba tungali nyuma kidogo. Lakini Mungu anataka tuweze kufika kwa yale yanayompendeza, ili tusiwe watu wanaosikiliza tu, lakini tuwe watu wanaoweza kupokea yale ambayo wanaosikia. Na hiyo inaweza kufanyika wakati tunapoweza kujifungua kwa Mungu ndani ya maombi na ndani ya imani katika uaminifu wote, na tuweze kumkaribia na tuamini, na tuamini ya kwamba tumekwisha kupokea yale ambayo tumekwisha kuomba. Hiyo ndiyo hali njema, kwa maana mambo yote ishakafanyika mbele ya Mungu, yote ishakatimilika. Hapa sasa hivi nilizungumuza na ndugu Kupfer na ndugu Gilson, tuliweza kuungana sana kwa kilindi, na sisi ni kweli hapa sote tunaungana, lakini tunakuwa na mawazo fulani pamoja na wandugu wakati kwa wakati, na tunaweza kufika kwa mawazo ya kuamua kwamba sisi si Wakatolika. Kila wakati hatuingiake tu katika Agano Jipya siku zote na tuweze kurudia tena na tena, lakini tunaamini ya kwamba Mungu ndani ya Kristo alitimiza ukombozi kamilifu, na kwamba ukombozi hiyo ni yetu, na kwamba sisi ni wake, na kwamba tuliweza kukombolewa. Unaweza kuwa wa kizehebu na kila wakati unataka siku zote kuweza kutengeneza mambo kila siku, lakini wakati gani utaweza kuamini ya kwamba ishakamalizika kama sisi wenyewe tunataka kuweza kuitengeneza? Hapana, hiyo haitatembea hivyo. Tunapaswa kuamini kutoka kilindi cha moyo kwamba Mungu alitusaidia, alikuwa wa kwa rehema kwa ajili yetu, na atakuwa kwa rehema kwa ajili yetu siku zote, kulingana na neno linalosema kwamba nafanyia rehema yule anayemfanyia rehema. Waroma sura 9 mstari 15. Alisamehe makosa yetu, alisamehe dhambi zetu, nasi ni mali yake, na tunapatia Bwana yote ambayo inayoweza kutufikia siku zote, na pia yale ambayo inayoweza kutuzuiza kuweza kumtumikia Bwana, na tusiweze kujiweka chini ya adui. Lakini adui siku zote anataka kuweza kuweka watu yale yanayoweza kuwalemelea na kuweza kuwaleta katika mashaka na kuwaima furaha. Lakini yule anayeweza kuona siri za Mungu na kutambua ya kwamba ni neema iliyo ya bure ambayo tunaweza kupewa, huyo ndiye anayeweza kuanza kushukuru Bwana, kwa sababu anaamini, na kwa sababu anaamini anashukuru, ndiyo itaweza kutembea mara mbili, au utatembea pamoja, shukurani na kuamini. Ijapokuwa sikuweza kusoma andiko hata moja inayowaza kuhusu yale ambayo tuliyoweza kusoma jana jioni na asubuhi hii, lakini Biblia yote nzima inajaa andiko ambazo tunaweza kusoma,
na zinazoweza kulingana na maneno ambayo tuliweza kuwazia. Ndani ya barua kwa Waefeso tuna sura hii ambayo inayotufundisha namna gani au kitu gani tunapaswa kufanya. Waefeso sura 4 tuliweza kuichunguza katika wakati uliopita, namna gani Paulo anazungumza kwanza kuhusu uchaguzi na kutayarishwa, na kisha anazungumza kuhusu kuwekwa muhuri. Na ijapokuwa hiyo kwenye sura 4 kwenye mstari wa 22 tunasoma inayofuata. Waefeso sura 4 mstari wa 22: mondoshe kwa maneno ya mwenendo wenu wa mbele yule mtu wa zamani anayeharibika kwa kufuata tamaa za udanganyifu. Mstari wa 23: na mfanywe wapya katika roho za nia yenu. Mstari wa 24: na kuvaa yule mtu mpya aliyeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Ndiyo, inahusu hapa kuweza kujivua mtu wa zamani na kuvaa mtu mpya. Tuliweza kusikia kwamba Bwana anataka ili atunyanganye moyo wa zamani ili atupatie moyo mpya, moyo ulio tayari kuweza kusikia, moyo mnyenyekevu, moyo wa huruma, moyo wa rehema, moyo unayojaa rehema, moyo ambao Roho wa Mungu anaweza kuingia ndani, moyo ambao ndani yake matunda ya Roho yanaweza kuonekana. Na tuliweza kuiona asubuhi hii, tunaweza tu kushitakasia Mungu, ndiyo kwenda kwake, na tutaweza kukutanana kwenye njia, na tutakutanana hapo Golgota. Ni hapo ndipo tunakutanana na Bwana. Mpaka hapo kila mtu anapaswa kufanya sasa njia yake mwenyewe. Ndiyo, mbali na Golgota Mungu hataweza kuja kukutanana na mtu, lakini ni hapo Golgota ndipo Mungu anakutanana na sisi. Na hapo sasa kila mtu anapaswa kufika Golgota kwa namna yake mwenyewe, kwake yeye mwenyewe, na kuweza kuelewa ya kwamba ni hapo ndipo Mungu alijifunua ndani ya Yesu Kristo kwa ajili yetu. Ni hapo ndipo yalifanyika yale ambayo hakuna mtu katikati yetu angeweza kujipatia: ukombozi wa ujao, ukovu wa ujao, upatanisho, ndio salama pamoja na Mungu. Yule anayesimama mbele ya Golgota au anayesimama bila kufika Golgota anakuwa na mashaka kwa ajili ya maisha yake mwenyewe, lakini yule anayefika kwa Golgota atanyanyua macho yake kwa Bwana katika imani, ataweza kutambua yale yaliyofanyika kwa ajili yake, na huyo ndiyo mambo mengi yataweza kutimilika, kwa maana hakuna mtu anayeweza kufikia hayo kwa ajili yake mwenyewe. Kama tunajaribu kufanya hivyo sisi wenyewe, inawezekana ya kwamba hataweza kuyafikia na hataweza kufika mpaka Golgota, lakini tunapaswa kutambua na kuelewa ya kwamba tulisulubishwa pamoja na Kristo, na tunapaswa kuitambua katika imani na kuhesabu kama vile kitendo cha kiungu kwa ajili ya maisha yetu. Iwe yoyote inayofika, Mungu ana haki katika mambo yote. Musiamini ya kwamba Mungu atawapatia haki katika hali yoyote, lakini tunapaswa kumpatia haki katika mambo yote, na tunapaswa kusema ya kwamba kama vile inavyoandikwa, wewe una haki. Kila wakati napohusu kitu fulani, Mungu atakuwa na haki siku zote. Wakati napohusu Roho wa Mungu, mambo mengi yaliandikwa, mambo mengi yaliweza kuhubiriwa, maoni mengi yaliweza kuletwa kwa ajili yetu. Ni yimbo inayohesabiwa kwa mambo hiyo. Hatupashi kuingia katika maneno hiyo kuweza kuleta filosofia au kuleta akili, lakini pasha kutambua ya kwamba Roho wa kweli wa Mungu akiambatanishwa na maneno ya kweli ya Mungu inapata nafasi ya kweli ndani ya watoto wa kweli wa Mungu. Na hiyo ni ya lazima sana kuweza kufuata bila kuweza kujiacha kuchukuliwa na hiyo mafuraha za nje, lakini tuweze kuangalia Bwana na kujifungua kwake, tuweze kumwacha kwa mambo yote. Na Bwana anasema kwamba maji nitakayowapatia itakuwa ni chemchemu itakayobubujika
mpaka uzima wa milele. Alizungumza kuhusu roho ambaye angepasha kuja juu ya wale watakao muamini. Amina. Ndiyo, hiyo ni kitu fulani kinaamuka sasa. Na hapo sasa sio kinywa kinachoanza, lakini ndani ya moyo ndio inaanzia. Ndiyo, inaanza ndani ya moyo na hiyo inaendelea na inatoka, na kisha sasa midomo inatikisika, na hapo tunaweza kusifu na kutukuza Bwana. Jana jioni tuweza kusikia neno ya kulinganisha na miti ya zamani iliyoweza kuua uchi ambayo ilikuwa haina ngozi, na ndugu Gilson aliweza kusoma katika siku zilizopita nyumbani kwake. Alisoma kuhusu Ezekieli sura 17, alisema kuhusu miti ya zamani na kisha iliyoweza kuota tena upya. Mungu anataka watu aweze kutufanya watu wanaweza kuwa kama vile miti iliyopandwa karibu na mito, na hapo inaweza kutoa matunda katika wakati wote. Na hiyo itoke kwetu, inaweza kutenda kutoka kwa Mungu, inaweza kufanyika kupitia sasa sisi. Tena ingine mara moja, na si bidii zetu, lakini imani. Mambo hayo yanaweza kutikisika tu kupitia imani, na kama hatuamini hadi hii iweze kutembea. Tunapaswa kuamini. Tunapaswa kuamini kama vile maandiko yanavyosema. Na hapo ndipo mito ya uzima itabubujika ndoka ndani ya tumbo yetu. Msiwazie, msijifunje vichwa, msijiulize namna gani yatafanyika, lakini muamini ya kwamba yale ambayo Mungu aliyosema nayo itakuwa pale kwa ajili yetu. Tunaweza kusoma andiko nyingi sana ndani ya kitabu cha Ezekieli. Andiko ya Biblia inayojulikana sana ndani ya ulimwengu mzima iko katika hapo kwenye sura inayofuata, sura 67, inayosemeka kuhusu mifupa inayorudia katika uzima. Na Mungu alikuwa macho juu ya hiyo. Na namna gani alifanyika? Alipoingiza roho wake ndani yake. Hiyo ni sura iliyo njema sana. Ezekieli sura 37. Hapa inasemeka kuhusu ufufuko ya wana wa Israeli, na ili taifa la Israeli liweze kufufuka, kanisa kwanza linapaswa kuwa nalo limewekwa ndani uzima na uweze kumalizika. Linapaswa kuweza kuvikwa kama vile bibi harusi mbele liweze kunyakuliwa mbele ya Bwana. Tunapaswa kuwa katika uhusiano ya kweli pamoja na Mungu, pamoja na neno lake, pamoja na kitendo chake, na tuweze kuwa katika uhusiano sisi kwa sisi. Kwa maana hiyo ndiyo Mungu aliyoahidi, na ni hapo ndipo Mungu aliahidi baraka yake. Kwenye mstari wa 4 ya Ezekieli 37, mstari wa 37, akaniambia tena, tabiri juu ya mifupa hii uiambie, ninyi mifupa mikavu, sikieni neno la Bwana. Kwanza kuna kuja neno la Bwana, na kisha sasa kuna kuja roho wa Mungu. Na tuweza kusikia pia roho wa Mungu alikuwa akizunguka juu ya maji, lakini kulikuwa kitu iliweza kufanyika kulingana na Mwanzo 1 mstari wa 2. Na kisha sasa kwa kuja neno la Mungu, na hapo sasa mambo yote yakakuwa na sura yake. Uzima yote ikaonekana. Kila neno ambalo lilikuwa limetamkwa na Mungu lilipogeuka macho mbele ya macho yake, likageuka kuwa uhakika mbele ya macho yake. Alisema ndio, na hiyo ikafanyika. Aliagiza kitu ikafanyika, na roho wa Mungu alikuwa akizingiza neno la Mungu, na alikuwa akionyesha yale ambayo Mungu alikuwa ametamka. Na hivyo ahadi zote za ujumla za neno la Mungu ambazo tunazosikia katika siku hizi zinapaswa kufuatwa na kusindikizwa na roho wa Mungu, na sio mawazo ya utawa, lakini zinapaswa kusindikizwa na neno na roho wa Mungu. Zinapaswa kusindikizwa na nguvu za Mungu zinazofanya neno la Mungu kuwa hai. Mnajua kwamba mara nyingi ndugu Branham kwa kileta onyo hili inayohusu makarama, na tunajua kwamba hii nayo ni ya kweli, kwa maana kuna watu wengi wanaoweza kupakaliwa na roho, lakini wanakataa na kukanyanga neno la Mungu, na hawawezi kujiacha kuambiwa kitu fulani. Na tunaiona pia katika makanisa ya kwamba kuna miaka mingi pia walikuwa wakionyesha hali ya utawa. Wadada walikuwa wakiacha nywele zao zikiota, zikikomaa vizuri, na yote ilikuwa ikionekana kwa namna nzuri. Lakini kama kwa ndani hakuna kitu kinachofanywa katika utaratibu, haina lazima kuweza kujifurahisha tu na mambo ya nje. Sasa ina faida gani kuwa na nywele ndefu? Ina maana gani kuwa na mambo ya nje kama ndani hakuna kitu? Ndugu Branham anasema
ya kwamba kama mambo yote kwa katika utaratibu kwa ndani, na hapo sasa itakuwa pia vizuri kwa nje, itakuwa hivyo hivyo kwa nje. Lakini kama tunaona tu pia hata katika makanisa zinaojaa Injili, wa vijana wanaimba wakivaa masuruali, wanacheza wote katika makwaya yote kwa namna nje, na kisha wanasema kwamba unaweza kupokea Roho Mtakatifu, na kisha unaweza kusema kwamba unaweza kuona utukufu wa Mungu. Lakini wakati ndugu wanasema maneno hayo kwa namna iliyo kali, tunasikia kama vile kuamka kwa ndani. Sasa unasema kwamba anataka kuniambia nini? Ni roho gani? Ni roho gani inayoweza kupingana neno la Mungu? Hiyo sio roho wa Mungu. Na kama ni roho wa Mungu, sasa ni hapo ndipo uhusiano pamoja na neno la Mungu, hata kama neno linakuwa kali kuliko ukali wa upanga na ukata kwa pande mbili, uhusiano unakuwa pale pamoja na Mungu na neno lake. Na hapo sasa tunaweza kuchunguza neno hili, ndio tukiwa chini ya nuru ya Mungu na si kulingana na maoni ya wengine. Lakini leo Mungu anatuzungumzia, lakini kama tufanye makini sana, inawezekana ya kwamba katika miaka 10 mambo yote yatakuwa tofauti. Lakini mwaniamini, Mungu atakuwa macho ili iwe kwa ajili ya wavijana, iwe kwa wazee. Mungu atakuwa macho ili kitu fulani kiweze kufanyika, kwa kitu fulani cha msingi kwa ajili ya sisi wenyewe. Sina shurti ya kuweza kuangalia wengine na sio kuweza kuangalia gisu yaenda mpaka katika maangamizi, lakini tunapashwa kuangalia namna gani tunaongozwa katika nuru kwa nuru, baraka kwa baraka, na ujuzi kwa ujuzi. Sitaki kuweza kuwa mshuhuda wa kushindwa au kuanguka. Nataka niweze kuwa sehemu ya wale wanaoweza kupata katika kuamka na kupata sehemu katika neema ya Mungu. Na hiyo kupanda kwa kiroho inapaswa kukuja, na itakuja wakati tunapoweza kupanda. Wale wanaotaka kushuka washuke, lakini tunataka sisi tuweze kutembea pamoja na Mungu na tuende mbele. Na pamoja na Mungu tutaweza kupanda juu, nuru kwa nuru na mwangaza kwa mwangaza. Kwenye mstari wa 9 Ezekieli 33:7 inasema, halafu akanambia, tabiri kwa upepo, tabiri mwana wa watu, ukawambie upepo, Bwana Mungu anasema hivi, toka katika pepo ine, pumzi, ukawapuzie hawa walio wawa waishi. Mstari wa 10, basi nikatabiri sawasawa nilivyo alivyoniagiza, pumzi ikaingia, wakaishi, wakasimama juu ya miguu yao, jeshi kubwa sana. Hapa sitaki kuweza kuingia katika maelezo ya mambo haya, lakini sitaweza kushangazwa kama hiyo inaweza ikilinganishwa na taifa la Israeli. Miti ikapata uzima yao, nao wataingia katika ufalme wa miaka 1000. Katika hali yote roho wa Mungu aliingia ndani mwao na uzima ikaingia ndani yao, wakasimama, ikakuwa kundi kubwa sana. Na yale ambayo Mungu atakayofanya na yale yanayobaki kwa ajili ya Israeli haiwezi kuifanya pamoja na sehemu inayobaki ya kanisa. Hata kama Israeli inaweza kuwa na hesabu kama vile mchanga wa bahari, sehemu kidogo ndiyo itakayookolewa. Ndiyo, itakuwa namna gani kuhusu kanisa? Kuna baki tu sehemu kidogo ya waamini mwingine, ambayo kundi kidogo hawezi kusikilikana au kuonekana mahali fulani, lakini kwa namna iliyo kweli, wale waliobaki kwa ajili ya Mungu, wale wataopata sehemu kwa upande wa wokovu. Mungu anaweza kuwa na hitaji ya watu 30,000 wakati wa Gideoni, niwe 30,000 au 300, hiyo yote inayostahili Mungu aweze kutimiza yale ahidi. Na kwa neema tuweze kuwa sehemu ya hao watu kidogo, au 30,000 au 400. Sio kitu sisi, sio uchaguzi wetu sio sisi ndio mchagua, lakini yeye ndiye aliyechagua. Sio sisi ndio mtafuta, lakini yeye ndiye aliyetafuta. Na sio sisi ndio kumpata, lakini yeye ndiye aliyetupata. Lakini yote nayo uweza kutufikia, tuweze kumsifu kwa moyo wetu wote. Kuna andiko ingine ya barua kwa Waroma tunayojua vizuri, inayozungumza kuhusu upendo wa Mungu uliomiminwa ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu. Sio mawazo.
lakini ni tabia pia ya Yesu Kristo. Waroma sura 5 mstari wa 5. Waroma 5 mstari wa 5. Na tumaini halipatizi haya, kwa sababu upendo wa Mungu umemiminwa ndani ya mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu tuliyopewa sisi. Ndani ya Ezekieli tulisoma ya kwamba Mungu alitaka atupatie moyo mpya na roho mpya. Alitaka atupatie roho wake. Hapa tunaonyeshwa namna gani hayo yanafanyika. Na tumaini halipatizi haya, kwa sababu upendo wa Mungu umemiminwa ndani ya mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu tuliyopewa. Nataka kusoma shahidi 2 au shahidi 3 zinazotangulia. Kwa imani tuna njia ya kuweza kufika kwa kiti cha neema, kama vinavyoandikwa hapa kwenye mstari wa 2. Waroma 5 mstari wa 2. Kwa yeye vile vile tumepata njia ya imani katika imani kufikia neema hii tunayosimama ndani yake, na tunafurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Mstari wa 3. Wala si hivyo tu, lakini tunafurahi katika mateso vile vile, tukijua ya kwamba mateso yanafanya saburi, na saburi yanafanya uvumilivu, na uvumilivu unafanya tumaini. Mstari wa 5 sasa. Na tumaini halipatizi haya, kwa sababu upendo wa Mungu umemiminwa ndani ya moyo wetu kwa njia ya Roho Mtakatifu tuliyopewa sisi. Moja inakukuta ingine. Hali yetu ya neema, njia iliyo wazi kwa kwenda kwa Mungu, pazia ilipasuliwa. Damu ya mwana kondoo wa Mungu haikumwangika kwa bure, lakini aliingia mahali patakatifu na damu yake mwenyewe, ili aweze kuitoa katika kiti cha neema, ni ili aweze kuonekana kubaki pale kama vile kuhani mkubwa, ili wa mwisho aweze kuitwa na aweze kuongezewa, ili bibi harusi aweze kufika katika ukamilifu wake. Lakini sasa ni hapo ndipo ataweza kusimama kama vile mtetezi wetu, na ataweza kuja kutafuta kama vile bwana harusi ili atuchukue nyumbani. Na hapo sasa tuna namna ya kuweza kufika kwa hali yetu ya neema kwa utukufu wa Mungu. Nasi tunasifu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini utukufu wa Mungu na neema ya Mungu inambatanishwa pia kwa utukufu wa Mungu. Lakini kama tuweza kufanya sehemu, tunaweza kufanya mazoezi ya neema ya Mungu, na hapo sasa tunaweza kuishi utukufu wa au mazoezi ya utukufu wake. Tunaweza kuiona Waroma 5 mstari wa 3. Wala si hivyo tu, lakini tunafurahi pia katika mateso yetu. Ndio maana nyingi tunanungunika, au kwa ajili yako wewe wenyewe, au kwa sababu ya wadui. Lakini wakati siku ambazo zisizotupendeza zinapofika, yale ambayo iliweza kuahidiwa kwa watu wote, au kwa wale ambao waweza kuishi, wataweza kuja akose kama Bwana hajaweza kuja. Mstari wa 3 wa Roma 5. Wala si hivyo tu, lakini tunafurahi katika mateso vile vile, tukijua ya kwamba mateso yanafanya saburi. Ndiyo, haleluya. Hapo sasa, kama tunahitaji mateso, sasa namna gani hatuwezi kuyaona? Namna gani tunaweza kupata uvumilivu? Kwa sababu tunahitaji kuweza kuishi ahadi za Mungu. Kama tunakosa sasa chombo kimoja cha mnyururu, hatuwezi kuyafikia, lakini yote tuweza kuambiwa katika neno la Mungu. Mnaweza kuniambia kitu gani ambacho Mungu alisahau? Kila kitu kiliweza kuangaziwa, kila mafundisho yako pale, kila ujuzi, yote iko pale katika neno la Mungu. Mungu alisahau nini? Ndiyo, alisahau dhambi zetu, alizitupa pia katika bahari ya kusahau. Haleluya. Ndiyo, na hivyo ndivyo navyoandikwa. Mstari wa 3. Tukijua ya kwamba mateso yanafanyiza saburi. Mstari wa 4. Na saburi inafanya uvumilivu, na uvumilivu unafanya tumaini. Tunapaswa kusimama imara katika majaribu, tunapaswa kuvumilia, tunapaswa kusimama imara iwe yoyote inayofika.
Wokovu wetu haifatani na mambo ya muda mfupi. Wokovu wetu ni wa milele, nasi tutakuwa milele na milele pamoja na Bwana wakati tukapokuwa tumepokea uzima wa milele. Tunataka tuweze kuimba pia pamoja neno hii nyimbo, tuweze kuimba nyimbo pamoja wakati tuweze kutakaswa kwa damu. Kuna maneno kwa inayosema kwa nyimbo hiyo kwamba ndio naamini mwana wa Mungu. Na ni kwa sababu tunapoweza kamata maneno ya Mungu kama vile tukiachiwa ndani ya neno, na hakuna hata neno ambalo linaweza kusema kwamba mwana ni wa milele, lakini maandiko yanasema kwamba wewe ni mwana wangu, nimekuzaa leo. Na wakati tunapoimba hiyo pambio ya nyimbo, mimi naimbaka kwa namna tofauti ndani ya mwana wa Mungu wa utukufu. Siimbaki ya kwamba mwana wa Mungu wa milele. Ndani ya mwana wa utukufu wa Mungu inafika kweli, ni kweli. Tunataka maandiko matakatifu ikiwa katika hali njema. Maandiko matakatifu yanasema baba wa milele, tunasema amina. Kwa hiyo wakati tunaposema mwana tulipewa kwetu, tunasema amina. Wakati tunaposema kwamba yeye ni mfalme wa salama, tunasema amina. Wakati tunaposema maandiko yanaposema kwamba baba wa mwana Mungu mweza yote, tunasema amina. Baba wa milele tunaamini, tunasema amina. Lakini kama tulipata katika maandiko matakatifu tunasema amina. Lakini kama tukutane katika maandiko matakatifu haiwezi kuwa hivyo. Watu wengi wanaamini yale ambayo watu wengine wanaweza kuleta. Naweza kusema leo asubuhi au jana jioni, sina kumbukumbu iliyo njema kwa kukumbuka hiyo. Lakini wakati niliposoma hiyo umoja wa kibiashara, hiyo siamini hiyo. Sasa namna gani hiyo mwinjilisi mkubwa, huyo mwinjilisi mkubwa ambaye ulimwengu mzima anajua, hii karne ya 21 au karne hii ya 20, na kisha kuna kuwa hii miongozo tofauti inasema kwamba utatu ni umoja ya kibiashara, lakini anaonyesha na kutafsiri ya kwamba hiyo umoja, hiyo utatu wa uungu ni umoja wa kibiashara. Hii ni kitu cha kushangaza sana. Tunaweza kusema nini hapa kwa wakati uliopita? Si mambo ya kuhukumu, lakini ni kutambua ya neema ambayo Mungu aliyotupatia. Watu wanafuataka siku zote mambo iliyo ya barabara ya kubwa au ya njia kubwa. Waliweza kukamata maamuzi, mafundisho yao wenyewe ambayo siyoweza kuhata kuaminiwa, na wanaenda katika mambo ambayo hawajui namna gani wanaendelea. Wanabatiza kwa namna mbaya, na wako na mafundisho ya uongo juu ya uungu, na wanawaza kwamba wako na mpango wa Mungu hapa duniani, lakini sio neno la Mungu hilo. Mungu hawezi kwenda mbali na neno lake. Mungu hataweza kujilinganisha na mpango ya mtu. Yeye ana mpango, na tunataka tuweze kuingizwa katika mpango huu. Waroma 5:5. Ingine mara moja. Natumaini halipatiza haya, kwa sababu upendo wa Mungu umemiminwa ndani ya mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu tuliyopewa sisi. Upendo wa kiungu safi na takatifu, ambayo isiyofatana na majira, upendo unaofurahi kwa ajili ya kweli, kama vile tunaweza kusoma sisi sote ndani ya Wakorinto sura 13 na andiko nyingine pia ndani ya Waroma sura 8 mstari 14. Tunapata pia neno linalojulikana sana, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hawa ndio wana wa Mungu. Waroma 8 mstari 14. Mstari 15, kwa maana hamkupokea tena roho ya utumwa inayoleta uoga, lakini mulipokea roho ya kufanywa wana. Kwa sababu hii tunalia Aba Baba. Hakuna tena utumwa. Mmekwisha kusikia jana ndugu Branham alisema ya kwamba kuna watu wa kutawala, wa diktateri mahali pote. Naweza kusema kwamba kuna Papa Vatikani, lakini kuna mamilioni na maelfu na maelfu wa papa wadogo wadogo. Lakini Mungu atutambue, Mungu atupatie neema ya kuweza kutambua mamlaka moja ni neno la Mungu. Mwenye mamlaka moja ni neno la Mungu. Linapaswa kuwa juu yetu. Na hakuna hata mtu hapa duniani anapaswa kuwa na mamlaka juu yetu.
na tuna mamlaka moja, ni mamlaka ya kiungu, ni mamlaka ambayo tunaweza kupokea kutoka kwa Mungu na neno la Mungu na roho wa Mungu, na hakuna mtu mwingine aliye na kitu cha kusema. Na pia hata ndugu Branham aliweza tu kuleta neno na kutangaza neno, na katika hiyo ndiyo mlikuwa mamlaka, ndiyo uwezo ulikuwa ni kwamba alikuwa ametayarishwa na kuwekwa na Mungu ili aweze kuleta neno katika wakati huu. Mliweza kuiona nyote wakati hiyo mahubiri iliweza kuonyeshwa. Nilikuwa pale, kulikuwa kitu fulani kilikuwa kifanyika, na hapo kitu kinafanyika, na hivyo ndio tuko hapa. Tuko wanyonge, lakini tunatumainia Mungu, na sio sisi wenyewe. Hatutumainia sisi wenyewe, lakini tunatumainia Mungu ili aweze kufanya ndani yetu, na tunaweza kumtumainia, na tunaweza kusimama hapa ili tuweze kuomba ili aweze kutujibu mbele ya Mungu, na sio katika utumwa. Niruhusu niweze kusoma tena na kurudia tena mstari wa 15 wa Roma sura 8. Kwa maana hamkupokea tena roho ya utumwa inayoleta oga. Wangapi walio na oga? Wangapi wanaogopa kile, wanaogopa hiki? Lakini upendo unafukuza oga. Ndani ya upendo muna upendo na uaminifu. Ndani ya upendo muna imani. Upendo iko ndani ya matunda za Roho. Nasi hatuna hitaji ya kuweza kutawaliwa. Hapana, msio katika oga. Lakini hatuna hitaji ya hiyo. Ndani ya uaminifu, ni ndani ya uaminifu ndiyo leo tunataka tuweze kuja mbele ya Mungu tukiwa na oga ya heshima. Ndiyo, kuna tofauti kubwa. Hatukuje katika oga, lakini tunakuja katika oga takatifu ambayo tunaweza kusimama mbele ya Mungu. Na tunakuja katika imani na tunaonekana kwa uaminifu, kwa maana hatukuweza kupokea roho ya utumwa, lakini roho ya wana. Na hapo tunaweza tunaweza kusema kwa sauti kubwa mbele ya Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, kwa maana alitufanya wavulana wake na wasichana wake. Inasema kwa mstari wa 16 wa Roma sura 8, Roho mwenyewe anashuhudu pamoja na roho zetu ya kuwa sisi ni wana wa Mungu. Amina. Ushuhuda wa roho wa Mungu kwa roho zetu ya kwamba tumegeuka kuwa wana wa Mungu. Namna gani ndugu Branham alisema kusema hatukukuja kitu fulani kuweza kuja katika ulimwengu huu tuweze kuzaliwa ndani. Hatukufanya pia hata kitu fulani ili tuweze kuzaliwa upya kwa ajili ya tumaini iliyo hai. Mambo yote yuko katika mpango wa Mungu, na sisi tuliweza kuingizwa katika mpango huu. Ninashukuru kwa maana sikuzaliwa tu katika ulimwengu huu, lakini ninashukuru kwa maana nilitoshwa katika dunia hii na nikazaliwa na Mungu, nikapokea uzima wa milele, na roho wa Mungu ananishuhudia kwamba nami nigeuka kuwa mwana wa Mungu. Sasa iwe ulimwengu mzima unaweza kuanguka, hakuna kitu kinaweza kubadilika. Hakuna kitu kinaweza kubadilika. Msiamini ya kwamba kuna kitu ambacho kina uwezo hapa duniani inaweza kubadilisha mpango wa Mungu. Hapana. Hiyo uwezo haiko. Shetani hawezi hata kufanya hivyo. Yule anayewaza kwamba shetani iko na mamlaka yote anapata haya. Lakini kuna kitu moja kinachokuwa na mamlaka, inachojua mambo yote, anayekuwa mahali pote, na ni Mungu. Na mipaka ya shetani na matendo yake yanaweza kushindwa, lakini siku moja atahukumiwa milele na milele. Na hapo sasa Bwana atakuwa na uhitaji ya kuweza kufanya mambo fulani, lakini Mikaeli ataweza kushughulika na mambo yote. Na Bwana wetu alishinda mambo yote, alikuwa mshindi wetu. Na hapo sasa Bwana wetu alisema kwamba mfalme wa dunia hii atahukumiwa, na kusema kwamba mfalme wa dunia hii atahukumiwa, lakini mfalme wa dunia hii ashaka hukumiwa. Nasi tuko wa Mungu, na Mungu hakuweza kuhusika na mambo, lakini aligusa kwenye chanzo ya mambo, na ni kwa sababu ya dhambi zote alishinda makosa yote, kuvunja sheria zote. Nasi tulikuwa tu watu waliokuwa wameshindwa tu, hatukukuwa na mambo ya kuhusu kwa mambo hayo, lakini tulikuwa wametarishwa ili tuweze kuwa wavulana wachana wa Mungu. Na tena shairi ingine
inayoandikwa hapa juu ya mambo ya kimaajabu. Hapa tusome mstari wa 17 wa Roma 8. Na kama sisi ni na kama sisi tu watoto, basi tu wariti wa Mungu na wariti pamoja na Kristo, kama tukiteswa pamoja naye, ili tukuzwe pamoja naye vile vile. Akose kuna watu wengine walio kama mimi, lakini mateso pia ni sehemu ya hiyo. Mungu hataweza kutushughulisha yale ambayo tunaweza kuchukua. Tunaweza kusikia jana, kama tunakubaliana na Bwana, hapo sasa mzigo wake ni mwepesi. Ndiyo, mzigo wake ni mwepesi. Na ndiyo ndugu Branham anasema kwamba mzigo ni laini, haiko kilo. Ona kisi tunaweza kushukuru sana. Ni kwa sababu yetu. Ni kwa sababu hatujaweza kosa kuwa na uhusiano pamoja na Bwana. Lakini kama tunakuwa na umoja pamoja na Bwana, kama tunatembea katika hatua moja na katika mwenendo moja pamoja na Bwana, mambo yote yatatembea vizuri. Na acha Bwana akupatie hiyo. Acha Bwana anipatie hiyo. Bwana atupatie hiyo sisi sote, na atupatie leo, ili tuweze kupata hii namna ya kuweza kufika kwenye njia hiyo iliyo wazi, ili tuweze kupandisha sauti, kwa maana moyo wetu unaweza kuzungumzia Mungu. Na hapo sasa tutaweza kusikia baraka yake asubuhi hii na mchana nyuma mchana kati huu. Tunashaka isema mara nyingi, Mungu anatuzungumzia kupitia mahubiri, kupitia neno lake, na katika maombi tunazungumzia Mungu, na Bwana sasa anatutumia baraka yake. Leo kwa namna ya utashi au ya kutaka kuweza kukamata muda mrefu, kwa maana watu fulani wanaweza kuwa na hali nyingine, lakini hapo wazia neno ambalo Bwana Mungu alilotamka lilinjia kwenye roho. Wakati wote dunia itakapokuwa kupanda, kuvuna, joto na baridi, wakati wa jua, wakati wa mvua, wakati wa baridi na usiku, haitaweza kukoma. Kila neno la Mungu linadumu kuwa la kweli. Na hapo sasa tusinungunike kama tunaanguka katika hali mbaya au katika wakati wa baridi, tuweze kusema Bwana, ni kweli neno lako limegeuka kuwa kweli ndani ya maisha yetu. Tunayamini. Na hapo sasa tunaweza kufanya nini? Ndio. Na hiyo ndio alisema katika neno lake. Na hiyo nabaki hivyo wakati wote muda dunia itakapokuwa hapa duniani na kuwa hapa. Na hiyo kwa namna yote. Na Mungu atubariki kwa namna ya wingi sana. Tukaribie sasa sote pamoja tuweze kuomba mbele ya Mungu. Ndugu Branham anasema pia. Ndugu Branham alisema kwamba madhabahu haipambwe na vitu vingine, lakini tuweze kumkaribia. Tuweze kumkaribia. Na neno lake liweze kuambiwa kwetu, nasi tunashukuru sana. Nyimbo gani tunaweza kuimba? Nilitakaswa kutoka makosa yangu yote. Muamini hiyo kwa moyo wote na tuombe pamoja. Nilisafishwa kutoka makosa yangu yote. Niko katika furaha, nitamsifu milele na milele yeye Mwokozi. Nina salama na pumziko, kwa maana damu iliosha yote iliyokuwa ikilebelea juu yangu. Ndiyo ninaamini kwa moyo wote Mwokozi wangu. Ndiyo ninaamini. Ninaamini mwana wa Mungu wa utukufu. Amina.